ya elimu. Wahenga walisema elimu ni ufunguo wa maisha. Ila kwa hivi sasa elimu sio tu ufunguo wa maisha bali pia ni msingi wa maendeleo. Katika kipindi cha utekelezaji wa ilani ya CCM, sekta ya elimu imepata mafanikio anuai. Serikali imefanya mapitio na kuzindua sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014, toleo la mwaka 2023, sambamba na kuboresha mitaala ambapo masuala ya elimu ya kujitegemea na maadili yamezingatiwa. Hasa elimu itakayowafanya vijana wetu waweze kushindana kikanda na kimataifa na kuwajengea ujasiri na kuweza kujiamini. Kwa kufanya hivyo, tutakuwa tunaandaa mazingira mazuri ya upepo kuwapepea vijana wetu badala ya kuwapeperusha. Kwa kuwa serikali inatekeleza sera ya elimu bila ya ada, kuanzia ngazi ya elimu ya awali hadi kidato cha 6, bajeti ya elimu imeongezeka kutoka shilingi bilioni 312 bilioni 56,792,500 mwaka 2020 hadi bilioni 796 milioni 385,416 mwaka 2025, ambapo wanafunzi wanaonufaika nao wameongezeka kutoka milioni 14,940,925 mwaka 2020 hadi milioni 16,155,281 mwaka 2025. Miundombinu ya shule za msingi na sekondari imeboreshwa na shule za msingi zimeongezeka kutoka shule 16,656 mwaka 2020 hadi shule 19,783 mwaka 2025. Shule za sekondari kutoka 5,001 mwaka 2020 hadi 5,926 mwaka 2025. Navyo vyumba vya madarasa ya elimu ya msingi kutoka 128,425 mwaka 2020 hadi madarasa 1,55,330 mwaka 2025. Na madarasa ya elimu ya sekondari kutoka 46,928 mwaka 2020 hadi 81,052 mwaka 2025. Vile vile shule 26 za sekondari za wasichana za kidato cha 5 na 6 zimejengwa katika mikoa 26 ili kuhakikisha kuwa wanafunzi wa kike wanapata elimu bora. Aidha, serikali imekamilisha ujenzi wa vyuo 29 vya mafunzo ya ufundi stadi ambavyo vimeanza kutoa mafunzo, kuendelea na ujenzi wa vyuo 65 na kukarabati vyuo 29 vya elimu ya mafunzo ya ufundi stadi. Mikopo ya elimu ya juu pia imeongezeka kutoka shilingi bilioni 464 mwaka 2020 hadi bilioni 786 mwaka 2025. Mikopo hiyo imesaidia kuongeza udahili wa wanafunzi katika vyuo vya elimu ya ufundi kutoka wanafunzi 344,815 mwaka 2020 hadi 440,040 mwaka 2025. Na wanafunzi wa elimu ya juu kutoka wanafunzi 98,003 mwaka 2020 hadi wanafunzi 129,837 mwaka 2025. Eneo jingine kubwa ni kuanza kutoa mikopo kwa wanafunzi wa ngazi ya stashahada wanaosoma fani za kipaumbele ikiwemo afya, sayansi na ufundi, ambapo shilingi bilioni 19.95 zimetolewa kwa wanafunzi 7,534 wa mwaka 2024-2025.